ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Watukufu ndugu zangu katika imani, yani bimaana Waislamu na vile vile ndugu zetu wa upande wa pili, marafiki zetu, yani bimaana wa Kristo, kwanza nimetenga nafasi hii ya kwanza ili kumpa shukurani za dhati yeye Maulana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye kwamba hakuzaa wala hakuzaliwa na vile vile mfano wake hana. Na pili, namwombea rehema za ziada zimwendee kiongozi wa mwisho Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mtume aliyekuja na ujumbe. Lau kama wanadamu watafuatilia ujumbe huu aliokuja nao Muhammad, basi watarithi uzima wa milele. Kwanza ningependa kutanguliza salamu kwa Waislamu walioko maeneo haya nikisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa wale bado hawajabahatika kwa Waislamu, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Kwanza kabisa Mwenyezi Mungu anasema lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta tahatiyahumul bayina rasulun min Allahi yatlu sufwan mutahhara ila al-akhir al-aya. Kwanza kabisa nachukua nafasi kushukuru ndugu zetu walioandaa mkutano huu kwa kutoa nafasi kwa Waislamu ili kujieleza, kwa maana alitangulia mwalimu wa kwanza Bwana Tonado Basantos, mhubiri wa Kikristo, akajaribu kusema ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na akajaribu kutoa viegezo hata kwenye Qur'ani ili Qur'ani imtetea kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini je, ningependa kwanza kukagua baadhi ya maandiko ambayo kwamba kwanza alimalizia nikianza na Qur'ani sura 3 aya ya 38 kama sijakosea. Naomba msomaji tu anisomee, kwa maana ilikuwa nikipita na niliposikia kuna mkutano nikasema nisimame kidogo. Pale Zakaria akamwomba Mola wake akasema. Akasemaje? Mola wangu, nipe kutoka kwako mtoto mwema. Tulia. Zakaria ni babake Yohana Mbatizaji, na Zakaria alikuwa akimwomba Mungu, anasema ewe Mungu, nipe kutoka kwako mwana, yani nipe kwako kutoka. Rudia tena andiko hilo. Pale Zakaria akamwomba Mola wake akisema. Akisemaje? Mola wangu, nipe kutoka kwako mtoto mwema. Nipe kutoka kwako mtoto mwema. Kwa kweli sisi sote viumbe sisi tumetoka kwa Mwenyezi Mungu. Si kwamba kuna wale ambao kwamba wametoka kwa shetani, sote tumetoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo andiko limeelezea vizuri ya kwamba Zakaria anamwomba Mungu aweze kumpa kutoka kwake Mungu mtoto ambaye kwamba atakuwa ni mtoto mzuri. Kwa hivyo anamwomba, si kwamba ti Mungu anapeana. Mungu alimpa Sara mtoto wakati Sara alikuwa ni tasa, hajaweza kuzaa. Mungu akampa mtoto. Mungu akampa mtoto Mariamu wakati Mariamu alikuwa ni bikra. Allah Mwenyezi Mungu ni faalu lima yurid, anafanya anavyopenda. Kwa hivyo alipompatia mtoto Mariamu, si kwamba mtoto Mungu alikuwa na haja na watoto, hapana. Alitaka kuonyesha nguvu zake ya kwamba anaweza kupenda mtoto pasina hata wanaume na mwanamke kukutana. Ndio Qur'ani inaelezea, ama tunapata nini inaelezea vizuri? Qur'ani inaelezea, Qur'ani kaelezea vizuri kuhusu. Je, hebu tumuulize ama tuulize Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema Qur'ani kazi iliyokuja kufanya ni kazi ipi? Nisome Qur'ani sura ya 18 aya ya kwanza hadi aya ya 3. Mwenyezi Mungu anasemaje? 18:1 hadi 3, kitabu ni cha Qur'ani. Inasemaje? Inasema hivi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kunemesha neema kubwa kubwa na mwenye kunemesha neema ndogo ndogo. Ndio. Sifa zote njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu ambaye ameteremshia mja wake Nabii Muhammad kitabu kitukufu hiki, wala hakukifanya kuwe na upogo tenge. Kwanza kabisa Mwenyezi Mungu amemteremshia Mtume Muhammad kitabu cha Qur'ani, ambapo kwamba Qur'ani hakuifanya kuwa na upongo tenge kama alivyosema ndugu yetu hapa. Qur'ani kidogo kama inagongana, kumbe Qur'ani Mwenyezi Mungu hakuifanya kuwa na upongo tenge. Teremka, kimetengenea vizuri ili kuwaonya watu adhabu kali itokayo kwa Mwenyezi Mungu, na kiwape habari njema wale wanaoamini ambao wanafanya vitendo vizuri, ya kwamba watapata malipo mema, wakae humo katika malipo hayo milele.
milele, na kiwaonye wale wanaosema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Kwanza kabisa Qur'ani imekuja pia vile vile kuwaonya watu kama hawa. Ndugu zetu wanaweka mkutano kama hapa, imekuja kuwapatia onyo pale unaposema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto ama Mungu ana mtoto. Hiyo ndio kazi ya Qur'ani, yaani imekuja kuwaonya ya kwamba Mwenyezi Mungu hana haja na mtoto. Yaani imekuja kuwaonya kwamba na lau kama pengine wanadamu wataendelea na hali kama hii ya kusema Mungu ni mzazi, Mungu anaweza kazaa, je, tunaweza tukapata matatizo gani yanaweza kutokea katika ulimwengu huu ambao kwamba tuko sasa hivi? Teremka kwenye Qur'ani sura ya 19 aya 88. Mungu anasemaje? 19:88 kitabu ni cha Qur'ani. 19:88 ndio. Alafu tuingie kwa kitabu chao tukiangalia, je, Yesu anakubali ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu? Endelea. Na makafiri husema ndio, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Bila shaka mumeleta jambo lichukizalo kabisa kwa kusema hivyo. Zinakaribia mbingu kutatuka kwa tamko hilo na ardhi kupasuka. Kwanza kabisa wallahi tunaleta jambo la hatari katika ulimwengu. Kwanza kabisa kwa kule kudai Mungu ana mtoto, Mungu amezaa, basi inakaribia mbingu kutatuka. Yaani seti imetatuka, watakuja kuuliza wapi imetatuka. Inakaribia, yaani kwa kushtuka mbingu yenyewe inashtuka. Yaani mwanadamu amepewa akili, anaweza akasema Mungu ana mtoto, mbingu inakaribia kutatuka na ardhi kupasuka na milima kuanguka ikakatika vipande vipande kwa kule kusema tu Mungu ana mtoto. Hiyo ni tahadhari ya kwanza. Je, Mungu anazaa au Mungu hazai? Qur'ani sura 112 aya 3 hadi 4. Hakuzaa wala hakuzaliwa, lam yalid wala yulad, wala hafananishi na chochote. Tulia. Kwa hivyo Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa na wala hana anayefanana naye hata mmoja. Kwa hivyo Mungu hakuzaa. Kwa hivyo Mungu ambaye kwamba tunamzungumzia si Mungu mzazi, si Mungu ambaye kwamba ana haja na watoto. Ni Mungu ambaye kwamba yeye ni muumbaji. Wakikuwa nasema gaimobi, yani Mungu muumbaji, si gaimoshiari, yani Mungu anayezaa, hapana, Mungu muumbaji. Kwa hiyo tunashangaa, lakini kwa maana tumefika, Mungu anasema yeye kwamba sasa, hebu twende kwenye kitabu cha Biblia kidogo tuweze, ama kwanza tuguse aya katika Qur'ani sura ya 19 aya 19. Andiko hili lilitumika na ndugu zetu Maadventista miaka ya 80, 83, 84. Yaani sasa hivi hata vitumiki, na mshangaa Ronaldo anakuja na kutumia andiko kama hizo za kitabu kabisa. Teremka. Malaika akasema, ndio, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako ili nikupe mwana mtakatifu. Tulia. Mwenyezi Mungu malaika anamwambia Mariamu, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako ili nikupe mwana mtakatifu. Kwa hivyo huyo amekuja na ujumbe. Ujumbe ni kwamba anataka kumpa Mariamu mwana mtakatifu. Atampa katika njia gani aweze kupata? Teremka mwanangu. Inaendelea kusema hivi 20 ndio 19:20 nasema hivi akasema, nawezaje kupata mtoto hali hajanigusa mwanaume yoyote kwa njia ya halali, wala mimi si mwanamke mwenye kuzini. Kuna tofauti mbili au tofauti moja. Kwa mfano, nimekuletea zawadi, niko na zawadi, pengine ni birthday yako, nimekuja na zawadi nimebeba. Napokuambia pokea zawadi, hautaanza kuuliza tena ndawezaje kupata zawadi na hali ya kuwa sina pesa na tayari nishakuletea zawadi. Sasa huyu malaika anauliza, au Mariamu anauliza malaika, yawezekanaje mimi kupata mtoto hali ya kuwa hajanigusa mwanaume yote kwa njia halali, wala mimi si mwanamke ambaye kwamba nakwenda nje? Yaani kumaanisha kwamba Mariamu hamuoni mtoto. Kama malaika angekuja na mtoto, angemwambia Mariamu, mtoto huu zawadi kutoka kwa Mungu, zawadi yako. Mariamu angepokea mtoto, lakini pale tunapata kuona kwamba kumbe amekujiwa na ujumbe. Amekujiwa na ujumbe ya kwamba Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Akasema nawezaje kupata mtoto hali ya kuwa hajanigusa mwanaume yote kwa njia halali, wala mimi si mwanamke mwenye kufanyaje. Kwa hivyo Mariamu anatoa shaka, anamtoa malaika, yaani anatoa shaka kwa wanadamu kama hawa wanaosema malaika alikuja na mtoto, malaika kuja na mtoto. Kwa maana kama angekuja na mtoto ingekuwa njia rahisi Mariamu kumpokea. Sasa Mariamu alipata nini? Mariamu akapata mimba. Andiko naelezea, lakini sikwende sana. Kwa hivyo Qur'ani ishaelezea kwamba Mariamu kupata mimba kwake ni miujiza kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio malaika anasema katika Qur'ani sura 3 aya 45
pale ambapo kwamba pengine aliwacha akateremka akakimbia mbele kidogo. Hebu tuangalie 3:45 kitabu ni cha Qur'ani. Yasemaje? Inasema hivi. Kumbukeni waliposema malaika, ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume, bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake, na kukwambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Na kumbukeni malaika waliposema, ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume, bali kwa kutamkwa neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, na kukuambia Mariamu zaa, Mariamu kazaa pasina kuingiliwa. Full stop. Qur'ani ishamaliza chapter yote hapa, ya kwamba ewe Mariamu, Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume, bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Na ndipo sasa Mwenyezi Mungu, ukisoma Mwanzo 1:1, Mungu akasema iwe nuru. Hebu nisome Mwanzo 1:1. Yaani Mungu anapoumba anaumba vipi yani? Teremka. Mwanzo 1:1. Hebu tuangalie Mungu anapotaka mbingu iwe, lazima atengeneze ashike nyundo ama afanyaje? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akasema, Mungu ni kun fayakun. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kama Mungu alisema iwe nuru, atashindwa kusema Mariamu pata mimba? Yaani ni kazi kubwa mpaka Mungu alete mtoto. Jamani, hatari kubwa sana. Sasa hebu tuingie kwenye Biblia. Kuna baadhi ya aya 2-3 aligusia huyo bwana, lakini katika kugusia, sasa mimi nashangaa. Leo nasikia kwamba wanasema Yesu si Mungu. Dakika zimebaki 6. Dakika 6. Wanatuambia Yesu si Mungu. Lakini andiko kwamba alitoa tornado ilithibitisha kwamba Yesu ni Mungu. Lakini sitakwenda huko kwa maana leo mada ni Yesu. Je, Yesu mwana wa Mungu? Sasa wewe Yesu mwana wa Mungu hawa nani? Yohana 1:45. 1:45 kitabu ni cha Yohana. Inasemaje? Biblia inasema hivi katika 1:45 Yohana. Na kupata vema mwalimu. Inasema ndio 45 inasema hivi. Filipo akamwona Nathanaeli, akamwambia tumemwona yeye aliyeandikwa na Musa katika Taurati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu. Nathanaeli akamwambia tumemwona yeye aliyeandikwa na Musa katika Taurati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Kwanza pia vile vile ni mtu wa Nazareti. Endelea. Inasema hivi ndio mtu wa Nazareti. Nathanaeli akamwambia laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia njoo uone. Basi Yesu akamwona Nathanaeli na akajua na kuja kwake, akanena habari zake, akasemaje? Tazama Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanaeli akamwambia umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia kabla Filipo hajakuita ulipokuwa chini ya mtini nalikuona. Nathanaeli akamjibu Rabi, wewe mwana wa Mungu. Sasa Nathanaeli habari za kwa Yesu ni mwana wa Mungu akianza leo zilianza Yesu akiwa hai. Sasa Nathanaeli anamuuliza Rabi, yani mwalimu, wewe kweli wewe ndiye mwana wa Mungu, ndiye mfalme wa Israeli? Yesu akasemaje? Yesu akajibu akamwambia kwa sababu nalikuona chini ya mtini, waamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia amini nakuambia, mtaziona mbingu zikifunguka na malaika wa Mungu wakikwea kushuka juu ya mwana wa Adamu. Tulia. Mtaona, Yesu anamwambia jamani, msipate tabu. Mtaona mbingu mtaona mbingu zimefunguka na yani mtashuhudia kwamba malaika wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Sasa Yesu ameulizwa swali na Nathanaeli, je, wewe mwana wa Mungu? Akasema hapana, mtaona mambo makubwa kushida hayo. Kwa maana kama yani Yesu akajiita mwana wa Adamu. Je, yuko wapi sasa hivi Yesu? 7:55 Matendo ya Mitume. 7:55 Matendo ya Mitume inasema hivi. Ndio. Katika 7:55 inasemaje? Inasema katika 7:55 kitabu ni cha Matendo ya Mitume. Biblia inasema hivi. Ndio.
55 inasema, lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake akitazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu, na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama mwana wa Adamu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka, na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Tulia. Nimeona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama katika mkono wa kuume wa Mungu. Yaani kumbe Yesu sasa hivi yuko mbinguni, kama Waislamu wanavyokubaliana na Wakristo kwamba Yesu alipaa. Unaona japokuwa katika swala la kusulubiwa Waislamu wanasema lakini wanasema Yesu alipaa. Kumbe yuko katika mkono wa kuume wa Mungu kama mwana wa Adam, si mwana wa Mungu. Anarudi Yesu amarudi. 24 25 Mathayo nikimalizia kwa muda wangu. Ndio 24:25 inasemaje? Inasema hivi katika 24:25 kitabu ni cha Mathayo. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Endelea. Basi wakawaambia yuko jangwani, msitoke, yuma nyumbani, msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki na kuonekana hata magharibi, hivyo ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Tulia. Wewe tunaambiwa ya kwamba yani jinsi tunavyoona umeme unatoka mashariki ukaangaza hata magharibi, basi hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa hivyo takriban maandiko zaidi ya 26 Yesu alijiita mwana wa Adamu. Hakuna mahali popote Yesu mwenyewe kajiita yeye ni mwana wa Mungu. Hapana. Hata sauti wanasema ya kwamba Mungu alisema kwamba wewe ni mwanangu. Hakuna andiko inayosema Mungu alisema wewe ni mwanangu. Kama ipo andiko inayosema Mungu akasema, sauti kutoka mbinguni. Kuna wazee wanaishi mbinguni, kuna malaika wanaishi mbinguni, Petani pia makazi yake mbinguni. Sasa utasemaje sauti ilikuwa ya Mungu wakati sauti inasema sauti ya Mungu imesema sauti kutoka mbinguni? Kwa hiyo mimi namshangaa dakika ngapi? Nafikiri ndakomea hapo, nisubiri katika kipindi cha pili nisikie wanasemaje. Yani sijapoteza hata dakika moja. Kwa hivyo nasubiri kipindi cha pili nisikie wanasemaje, watazidi kusema Yesu mwana wa Mungu ama watasilimu hao. Nashukuru kwa sababu huyu ni mwalimu wa Kiislamu ameweza kutetea bado kwamba Yesu si mwana wa Mungu. Basi nilikuwa natanguliza tu, naomba nimpishe mwalimu wa awamu ya pili kwa dakika zingine 10, kisha tupate kujua mbivu ni lipi na mbichi ni lipi. Karibu. Kwa wale ambao wameweza kusikiliza pande zote mbili, natumai ya kwamba mmesikia hoja za kila mmoja. Lakini sasa kile ambacho tumeweza kuelewa ni kwamba Waislamu wanakataa kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, na Wakristo wanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo ina maana kati ya Waislamu na Wakristo kuna wanaodanganya. Na sasa ili tuweze kujua nani wanasema kweli, lazima tutumie sheria ambaye ni ya ukweli. Msomaji, mwalimu, nisaidie 19:15 Kumbukumbu ya Torati. Nasemaje? Shahidi mmoja asimwinukie mtu awe yoyote kumshuhudia kwa uovu wote wala kwa makosa yoyote katika dhambi atendayo yote, katika makosa akosayo yoyote, bali jambo na lithibitishwa kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Kwa hivyo ili jambo liweze kuwa la kweli linahitaji mashahidi wawili au watatu ili jambo hilo liweze kuwa la kweli. Sasa mimi vile nimemsikiliza Abubakari, huyu ni mwalimu wa Kiislamu anategemewa, nimemsikia akisema Qur'ani 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 Qur'ani. Lakini kile ambacho mimi najua ni ya kwamba hii Qur'ani Waislamu wanasema ni Muhammad kapewa, si Daudi wala si Musa wala si Ezekieli wala si Isaya. Kwa hivyo tunaposikia Qur'ani ikisema Mungu hana mwana, Yesu si mwana wa Mungu, basi hayo ni maneno ya Muhammad wenye alitoa, watatuambia baadaye.
lakini kwa sababu Waislamu wanaamini manabii, akatuambia kado na Muhammadi, manabii waliotangulia Muhammadi huko mbele, kuna yoyote amewahi kusema Mungu hana mwana? Kuna yoyote amewahi kusema Yesu si mwana wa Mungu? Maana Yesu alikuwa na mitume na Waislamu wanawakubali. Sijasikia mahali mitume wa Yesu wananukuliwa waweze kutoa ushahidi huu wa mada ya leo. Nimesikia tu Muhammadi, na Muhammadi hajawahi kuona Yesu na macho, lakini mitume walikuwa na Yesu na walimuona na walikaa naye. Sasa kwa nini Abubakari hajaweza kuuliza hao mitume ambao Yesu alikuwa nao wanasemaje katika mada hii? Amekaa kimya, amesema tu Qur'ani. Sasa msomaji, mwalimu, kwanza nisaidie waraka wa kwanza wa Yohana. Huyo ni mwanafunzi wa Yesu ameandika. Nisaidie 2 mstari wake ni wa 22. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:22. Sasa hapa ndio tunajua uongo uko wapi, bichi na mbivu ijulikane. Twende. Inasema hivi. Inasemaje? Nani aliye mwongo? Sasa hapa tunaambiwa lazima kuna mtu ambaye ni muongo. Yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo. Maliza. Huyo ndiye mpinga Kristo. Twende. Yeye amkanaye Baba na Mwana. Kwa hivyo ukisikia mtu muongo ni yule anakana Baba na nani? Na Mwana. Kwa hivyo Baba ni Mungu. Sasa naomba Abubakar, ukipata muda uje utuambie ala ambaye mnaomba msikitini mnamuita Baba. Na kwa sababu Biblia inasema yule ambaye ni muongo anamkana Baba na anamkana Mwana. Kwa hivyo ninakuwekea hapo hoja, ukija upite. Ya pili ni kwamba Yohana mwanafunzi huyu wa Yesu akasema hivi, msomaji. Mwalimu, 4:15 waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake wa 15. Twende. Kitabu ni cha waraka wa kwanza wa Yohana, inasema hivi. Inasemaje? Na sisi tumeona na kushuhudia. Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma Mwana kuwa Mwokozi wa ulimwengu. Kwa hivyo Yohana mwanafunzi wa Yesu anasema tumeona na kushuhudia ya kwamba Baba amemtuma Mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Sasa Abubakari, na umepewa muda, kwa nini hii aya haukusomea watu? Na hii aya, yule anayesema hivyo alikuwa mwanafunzi wa Yesu na walikuwa na Yesu, huyo ni wa kwanza. Sasa waliokuwa na Yesu moja kwa moja wanakiri Yesu ni mwana wa Mungu, lakini Muhammadi ambaye hata hakumuona Yesu amekuja na Qur'ani yake anasema Mungu hana mwana na Yesu si mwana wa Mungu. Lakini Daudi hajawahi sema, Isaya hakusema, Musa hakusema. Kwa nini Muhammad peke yake anapinga Mungu kuwa na mwana? Kwa nini? Ili tukubali Abubakari, kweli nyinyi mnafuata manabii. Naomba kado na Muhammad, nabii mmoja amewahi tumwa na Mungu na akasema Mungu hana mwana. Hiyo ni kibarua nimekupea, jipange. Sasa ukawa umeuliza swali katika hoja zako, ukasema hakuna mahali Yesu amewahi sema mimi ni mwana wa Mungu. Umesema hivyo. Kwa hiyo mimi nikitoa andiko Yesu anasema mimi ni mwana wa Mungu, sijui kile kitakuzuia Abubakari wewe kuwa Mkristo leo. Labda sasa utakuwa basi munafiki. Nisaidie Yohana 10:36. Je, yeye ambaye Baba alimtakasa. Haya ni maneno ya Yesu. Je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni. Ninyi mnamwambia unakufuru. Kwa sababu twende. Nalisema mimi. Yesu alisemaje? Mimi ni mwana wa Mungu. Yesu alisema mimi mwana wa Mungu. Na Abubakari kwa mdomo wake amesema Yesu hajawahi kusema yeye ni nani? Mwana wa Mungu. Sasa kati ya Yesu anasema yeye ni mwana wa Mungu na huyu Abubakari mwenye anasema Yesu si mwana wa Mungu, sasa muongo ni nani? Abubakari. Sasa Abubakari bwana, walikudanganya najua. Maana najua unaitwa Abubakari Koeti. Wewe sasa walikudanganya, sijui walikupea nini. Sasa lakini tunakutafuta urudi. Sasa tunauliza katika Biblia yoyote anayekiri ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu anapata faida gani? Tusije tukawa hapa tunasema Yesu ni mwana wa Mungu wakati hakuna faida. Msomaji, mwalimu, nisaidie Yohana 20. Hicho kitabu ni cha mwanafunzi wa Yesu kabisa. Ameandika 20:31 Yohana. Inasemaje? Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba twende. Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Hata Yesu ni nani? Yesu ndiye Kristo mwana
wa Mungu. Ati Yesu ni nani? Ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na si nilikuwa nasikia Abubakar akisoma Biblia? Ndio. Anakuambia usome aya kwa Biblia. Ndio. Sasa Abubakar kilichokuzuia kutoa hiyo aya ni nini? Na iko kwa Biblia. Na unadai umesoma Biblia. Kwa nini hukuona hiyo? Ya kwamba haya yote yameandikwa ili tuweze kuwa na nini? Ili tupate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Maliza. Na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Unaona? Sasa Waislamu mnaenda msikitini na mnasema Yesu si mwana wa Mungu. Mtapata aje uzima? Nisaidie 3:36 Yohana. Amwaminie mwana wa Mungu. Yaani ibada ya msikiti kama amwamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ibada hiyo wala Mungu haitambui. Mko peke yenu kwa msikiti tu. Sema hiyo. Amwaminie mwana wa Mungu, yule anamwamini mwana wa Mungu yuna uzima wa milele. Yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana wa Mungu, yule asiyeamini mwana wa Mungu kama Abubakari, hataona uzima. Hataona uzima. Kwa hiyo Abubakari hata vile amekuja hapa, kumbe uzima hakuna. Mpaka akubali Yesu nani? Mwana wa Mungu. Unapata nini? Uzima. Kuna hasara inashidi hiyo? Hakuna. Sasa katika aya yangu ya mwisho nisaidie waraka wa kwanza Yohana 5:10. Nimetoa maandiko kwenye Biblia na Biblia ilitangulia Qur'ani. Yesu ni mwana wa Mungu. Qur'ani ikaja nyuma kupinga. Soma 5:10 kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Inasemaje? Yeye amwaminie mwana wa Mungu. Yeye amwaminie mwana wa Mungu. Anao ushuhuda ndani yake. Kwa nini? Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo. Kumbe yule asiyeamini mwana wa Mungu, Mungu amemfanya kuwa nani? Kuwa mwongo. Kwa hiyo tayari Abubakari amefanywa kuwa mwongo. Kwa hiyo akichukua hii microphone anaongea nini? Mwongo. Huyo ni muongo tu. Haya, kuja dakika zingine. Tudanganye. Dakika zimetumika vizuri, kwa hivyo una dakika zako 10 uweze kujieleza. Karibu. Kwanza kabisa Mwalimu Dasha, kwa dakika 10 zilizosimama kama Wakristo umemsikiza mwalimu wa Kikristo. Amesema ya kwamba Waislamu wanaamini katika manabii, lakini hakuna nabii yoyote aliyetolewa isipokuwa Yohana. Andiko zote ulizotoa, andiko zaidi ya 6. Yohana, waraka wa kwanza Yohana, waraka wa kwanza Yohana, Yohana mtakatifu, bora kutoa Mathayo, kutoa Marko, ndio unasema tunaamini manabii. Kwa hivyo kwanza kabisa huyo Yohana anasemaje? Yohana 9:39. 9:39 Yohana. Inasema hivi. 9:39 kitabu ni cha Yohana. Biblia inasema hivi. Ndio. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni, ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone. Tulia. Yesu anasema amekuja ulimwenguni humu ili kuhukumu wao wasioona wapate kuona. Yaani vipofu kama Tomaso na wale wengine Yesu wapate kuona tena. Yaani wawe wanaona vizuri. Teremka. Nao wanaona wawe vipofu. Nao wanaona kama ndugu Dasha awe kipofu. Kwa hivyo amekuja hapa yani kipofu. Sasa ngoja mtu mwenye macho nimuongoze, nimueleze, kwa maana ametoa andiko ya Yohana. Kwanza kabisa, hebu nenda hapo kwenye dibaji hapo katika waraka wa kwanza Yohana. Kabla hujaanza mstari wa kwanza, soma hapo juu. Waraka wa kwanza Yohana. Dibaji yake. Hapo waraka wa Yohana 1, alafu soma hapo juu kabla hujaingia katika mstari wa kwanza wa waraka wa Yohana. Waraka wa Yohana 1. Inasemaje? Kwenye dibaji yake. Hapo juu kwenye dibaji juu. Inasemaje? Inasema ndio waraka wa kwanza wa Yohana kwa watu wote. Waraka wa kwanza wa Yohana kwa watu wote. Ukisoma kitabu cha Yohana inakwambia injili kama alivyoandika Yohana. Yaani si Yohana lakini kama alivyoandika Yohana. Unaona? Sasa maandiko yameeleza. Sasa ndugu Dasha ametoka hapa na andiko la Yohana. Sasa je, au katika wanafunzi wa Yesu walikuwa kina nani? Matendo 4:13. Kwanza niweke sawa hapo, alafu rudi katika maandiko alizozitoa Mwalimu Dasha. Matendo 4:13. Kumbe amekubali ya kwamba Muhammad japo amekuja nyuma ya Yesu baada ya miaka mingi, amekubali. Qur'ani imesema ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu, amekubali. Kwa hivyo Qur'ani hapa tunaiweka pembeni. Sasa tufanye Biblia kazi. Teremka. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, na kujua ya kuwa ni watu wasio na elimu wala wasio na maarifa,
Kwa hivyo walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua Petro na Yohana ni kumbe ni mtu ambaye kwamba ana elimu, anaropoka tu baadhi ya maneno. Sasa je, akatoa andiko akasema Yesu amejiita mwana wa Mungu. Mimi sijasikia andiko hilo na ningependa andiko hilo liweze kurudiwa. Yeye ambaye Baba alimtakasa ndio akamtuma ulimwenguni, nyinyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Sasa jamani, sio Yesu. Hii ni reported speech. Ni speech ambayo kwamba yaani kitu ambayo kwamba inasema, hebu rudia tena wasikie. Je, yeye ambaye Baba alimtakasa. Je, yeye sio mimi ambaye kwamba Baba alitakasa. Je, yeye ambaye kwamba Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni. Yeye akamtuma ulimwenguni. Nyinyi mnamwambia unakufuru. Nyinyi mnamwambia anakufuru kwa sababu nalisema. Kwa sababu mimi Yohana alisema. Sio yeye. Kwa sababu nalisema. Ndio. Mimi ni mwana wa Mungu. Kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Jamani, Kiswahili kinaeleweka vizuri. Yaani hapo sio Yesu anayezungumza. Hapo mambo yako wazi kabisa, hata naona anatingisha kichwa yani. Yaani hapo sio Yesu kasema jamani. Ninyi mtaka kumsingizia Yesu bure. Sasa statement ya Yesu mwenyewe ni ipi? 26:62 Mathayo, statement ya Yesu mwenyewe. Wao walisema manabii. Sasa mimi si Yohana mpaka mwisho na kugusia Mathayo pale anasemaje? 26:62. Inasemaje? Inasema hivi, katika 26:62 kitabu ni cha Mathayo. Inasemaje? Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambiaje? Ujibu neno. Wewe haujibu neno. Hawa wanakushuhudia nini? Jamani, ushuhuda huu wanakushuhudia hawa watu. Wanakushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia, na kuapisha kwa Mungu aliye hai. Na kuapisha wewe Yesu kwa Mungu aliye hai. Utuambie kama wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu. Sasa jamani, hii ni kesi imeenda mpaka mahakamani. Na Yesu kawaida, Yesu si muoga. Yesu hakuwa muoga hata siku moja. Wewe isemekana Yesu alitishiwa. Sasa Yesu anaulizwa, yuko kwa kuhani mkuu, anaapishwa kwa Mungu aliye hai. Aseme kama yeye ndiye nani? Yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu. Kumbe anaulizwa kwa mahakama ya kuhani mkuu kama yeye ni mwana wa Mungu. Yesu anasemaje? Yesu akamwambia, wewe umesema. Wewe ndio umesema, wewe Dasha ndio unasema mimi ni mwana wa Mungu. Lakini nawaambia tangu sasa mtamwona mwana wa Adamu. Tangu sasa, kuanzia sasa, si siku nyingine, kuanzia sasa katika uwanja huu mtamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu. Sasa jamani, tornado nono unaamka bado hii taratibu tu. Au unaangalia yani maandiko, Yesu yuko kwa kuhani mkuu mahakamani, anajidhihirisha, anasema tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu. Kwa nini aseme hayo maneno na aliyakuwa ni mwana wa Mungu? Sakiwaambie tu mimi ni mwana wa Mungu, maneno ishe. Kwani Yesu alikuwa na ficha kwamba yeye ni mwana wa Mungu? Anamwambia kuhani mkuu, tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu. Kuanzia leo mtamuona mwana wa Adamu. Sasa akisema ya kwamba manabii wametabiri. Sasa jamani, katika manabii tunaozungumzia ni nabii kama vile Musa, Habakuki, Henoko, Isaia. Wapi maandiko katika vitabu hivi vya kale? Kitabu cha Taurati ya Musa, Mungu anasema Yesu ni mwanangu, ama Yesu anasema ama itabiriwe kwamba Mungu ana mwana katika vitabu vya kale. Wacha manabii ambao kwamba wananiambia Mathayo, Yohana, Luka. Hao ni manabii ambao kwamba hata maandiko yenyewe walikuwa hawayafahamu. Wapi andiko katika Zaburi, Taurati, Injili? Zaburi inasema Yesu akasema yeye ni mwana wa Mungu. Hakuna. Nyinyi mmekuja kwa Injili ya Mathayo, Injili kama alivyoandika Mathayo, si Mathayo, Injili kama alivyoandika Mathayo, Injili kama alivyoandika Yohana, si Yohana, Injili kama alivyoandika Marko, si Marko, ni kama ya Marko tu, lakini si Marko. Sasa mimi nashangaa. Kwa hivyo hakuna andiko katika Biblia. Jamani, Yesu kajiita mwana wa Mungu, haipo. Lakini andiko ambalo kwamba mmetoa yaani ni kitu ambacho kwamba kinaripotiwa. Kinaripotiwa. Kwa maandiko yameelezea wazi kidagobaga. Na andiko inazidi kuelezea. Tumepata waliomuita Yesu mwana wa Mungu. Kwanza kabisa mmoja ni Petro na Yohana. Na hao watu walikuwa na elimu. Hakuna mtu mwingine kumuita Yesu mwana wa Mungu katika maandiko. Maandiko ya Petro na Yohana inasema Yesu ni mwana wa Mungu. Je, hebu niweke swali. Na viumbe wengine waliomuita Yesu mwana wa Mungu nani? Marko 3:11.
Marko 3:11 inasemaje? Inasema hivi, ndio, na pepo wachafu kila walipomwona walianguka miguuni mwake, wakalia wakasemaje? Hakika wewe ni mwana wa Mungu. Hakika wewe Yesu ni mwana wa Mungu. Mapepo wachafu walipomwona Yesu walianguka wakasema wewe ni mwana wa Mungu. Sasa jamani, sasa wewe unataka tuungane sisi Waislamu tuungane na mapepo wachafu kusema Yesu mwana wa Mungu? Haiwezekani. Kwa hivyo naona mwenyekiti amesimama, wacha nitii sheria. Nafikiri kutakuwa na muda wa maswali. Wapi andiko katika Biblia Yesu ameitwa mwana wa Mungu? Tumepata ya kwamba Yesu, hakuna andiko Yesu kajiita mwana wa Mungu. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana dakika zingine 5 za kuuliza maswali ya dakika 5, kwa maana swali tunapatika dakika 3. Kwa hivyo mimi swala la msingi ambalo kwamba lipo hapa Yesu, hebu nisomee kwanza Mathayo 1:18. Mathayo 1:18. Alafu ndio swali langu pale. Unaona mwalimu anakodoa jicho, siku nyingi hatujakutana kwa ndio kwenye mitandao. Kwenye mitandao mara huko mara huko Tanzania. Sasa hapa ni Kenya. Hapa ni Kenya. Tenda Kaptembo pale nyumbani home. Teremka. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Kulikuwaje? Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Rudia tena hapo juu. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake. Swali langu linakuja. Andiko limesema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake. Kumbe mama ya Yesu Mariamu. Sasa wapi Mariamu aliwahi kumwambia Yesu, jamani wewe Yesu, babako Mungu? Kwa maana anajua mtoto ni wa nani, ni mama. Wewe unaweza kuwa pengine wewe unasema, mtoto mfano na mimi, kumbe ni kopi ya jirani kule tu. Wewe uliongezea miguu na kichwa na masikio. Sasa maandiko wapi? Andiko katika Biblia ama katika Qur'ani? Maandiko Mungu anasema au maandiko yanasema hivi? Mariamu anasema, jamani wewe mwanangu Yesu, jamani usipate shida, babako Mungu. Babako Mungu. Swali langu rahisi. Tena kama vile kunywa maji kwenye glasi. Sitaki hata dakika 3. Dakika natumia dakika 1:30. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu mwenyekiti. Basi tunashukuru kwa sababu ya jambo hilo hoja ambaye ameweka. Kwa hivyo tutampisha mwalimu kwa dakika zingine 7 ili aweze kuweka saa kujibu swali. Kwanza swali limeulizwa na kila mtu amesikiliza swali. Abubakari anataka andiko ambalo Mariamu anamwambia Yesu, Mungu ndiye baba yako. Sasa swali hili la Abubakari ni la ajabu. Na ni kwa nini la ajabu? Anataka Mariamu aambie Yesu baba yako ni Mungu, na hakuna andiko Yesu anauliza baba yako ni nani. Sasa Yesu hajawahi kuuliza baba yako ni nani. Sasa akiambiwa baba yako ni Mungu na anajua baba yake, tunafaa kuuliza Yesu, wewe Yesu unajua baba yako? Nisaidie 8:54 Yohana. Yesu anajua baba yake, wewe ndio hujui baba ya Yesu. Ni kwa sababu hujui Yesu. Soma andiko 8:54 kitabu cha Yohana. Safi. Inasema hivi. Inasemaje? Yesu akajibu, nikijitukuza. Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Maliza. Alitukuzaye ni baba yangu. Ati nini? Alitukuzaye ni baba yangu, ambaye nyinyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Kumbe Yesu anajua baba yake ni nani? Mungu wetu. Sasa yeye anataka Yesu aambiwe baba yake na anajua. Si unaona hapo hakuna swali. Sasa yule ambaye hajui baba wa Yesu ni Abubakari. Kwa nini? Yohana 8:19. 8:19. Yohana. Inasema hivi katika 8:19. Basi wakamwambia, ndio, yuko wapi baba yako? Yuko wapi baba yako? Yesu akajibu, mimi hamnijui, wala baba yangu hamumjui. Kwa hivyo wale hawajui Yesu, hawajui baba wa nani? Baba wa Yesu. Kwa hivyo hata Abubakari hajui nani? Baba wa Yesu. Hajui Yesu. Ndio maana anauliza baba ya Yesu. Haya, hiyo nafikiri imeeleweka. Akaja akasema katika Yohana 10:36,
ati huyo si Yesu anaongea hapo. Ni Yohana anasema mimi ni mwana wa Mungu. Yohana. Azia 34. 10:34 kitabu ni cha Yohana. Twende. Inasema hivi, Yesu akawajibu. Kumbe hapo nani anajibu? Yesu. Nani? Yesu. Yohana. Yesu. Anasoma 36. Je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, nyinyi mnamwambia unakufuru kwa sababu unalisema mimi ni mwana wa Mungu. Kumbe haya maneno ni ya nani? Ya Yesu. Yesu alisema yeye ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Lakini wanasema ni Yohana. Kumbe Yohana anaandika habari za nani? Za Yesu. Yesu alisema mimi ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na Biblia ilisema hawa watu ni waongo. Kwa hivyo Abubakar ni muongo. Akaja akasema wapi? Ati nimesema Yohana. Anasema kwa nini siisomi kwa wengine? Soma kitabu cha Marko 1:1. Kwanza ameshindwa na majini huyu. Maana majini walijua Yesu ni mwana wa Mungu. Hata saa hii majini wanajua huyu ni Abubakar. Ama nafikiri wanauliza yeye ni nani? Si wanakujua unaitwa Abubakar. Sasa wakijua Yesu ni mwana wa Mungu wamekosea nini? Ile kitu walifanya hawakumwamini. Maana kama wangemwamini wangebatizwa. Lakini waliamini Muhammad wakazilimu. Sasa wako kwa mzikiti. Soma andiko. Mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Hiyo ni kitabu cha Marko. Ndio, Marko 1:1. Imetaja Yesu ni mwana wa nani? Mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Haya, nipe Mathayo 14:33. 14:33 Mathayo. Hiyo nikatubali, nimekuongezea. Inasema hivi katika 14:33 kitabu ni cha Mathayo. Twende. Na waliokuwa ndani ya chombo wakafanyaje? Wakamsujudia wakisema, twende, hakika wewe ni nani? Huyu mwana wa Mungu. Kumbe kuna watu mpaka walimsujudia Yesu wakisema wewe hakika wewe ni nani? Mwana wa Mungu. Sasa akasema nataka kule Yesu katika Musa alimuita Yesu mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Nipe ile 22 Kutoka 4:22. Unajua wewe unasoma Biblia kimuzikiti. Biblia isomwe kwanza na kofia. Toa. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 4:22 kitabu ni cha Kutoka. Twende. Nawe umwambie Farao. Na wewe umwambie Farao. Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Israeli ni mwanangu mimi. Ati nani? Israeli ni mwanangu mimi. Kwa hivyo Mungu alishamuita mtu hapo ambaye anaitwa Israeli mwanae. Sasa tunauliza unabii ukitimia, huyo alikuwa nani? Mathayo 2:15. Mathayo 2:15. Huyu Israeli ambaye aliitwa mwana wa Mungu akiwa Misri alikuwa nani? Soma hiyo. Inasema hivi katika 2:15 kitabu ni cha Mathayo. Twende. Akakaa huko hata alipokufa Herode. Ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii. Akisemaje? Akisema kutoka Misri. Atakutoka wapi? Kutoka Misri. Atakutoka wapi? Kutoka Misri. Nalimuita mwanangu. Kumbe Yesu aliitwa mwanangu na Mungu kutoka wapi? Misri. Na tumesoma ile 22 Kutoka. Israeli ni mwanangu mimi. Si ndio huko ndio Yesu aliitiwa na Mungu mwanangu. Na Musa ameandika. Hiyo ni mpya. Andika hapo kwa karatasi. Si unaona umeandika kichwa. Kwanza wewe ni mwanafunzi mzuri. Una kalamu na karatasi. Good. Hiyo ni vizuri sana kufanya hivi. Msomaji, mwalimu, sasa tunauliza nabii mwingine. Hebu nisaidie Mwanzo 6 mstari wa kwanza. Muhammad peke yake ndiye anayepinga Yesu ni mwana wa Mungu wakiwa na Abubakari. Kwa hivyo Muhammad na Abubakari ni waongo. Soma. 6:1. Twende. Ikawa wanadamu walipoanza zidi usoni pa nchi, wana wa kike walizaliwa kwao. Maliza. Wana wa Mungu. Wana wa nani? Wana wa Mungu. Kumbe Musa anajua Mungu ana wana. Lakini huyu hajui. Muhammad hajui. Kwa hivyo hawa ni waongo. Sasa swali yangu kwanza katika hoja hajajibu. Kunaye nabii yoyote amewahi kusema Mungu hana mwana ama Yesu si mwana wa Mungu au ni Muhammad peke yake? Bado imebaki kujajibu. Alafu akasema Petro na Yohana hawana elimu. Haya, Abubakar una dakika zingine 3 umejibiwa ama hujajibiwa? Dakika 3 ndio sisi tukuje tukuulize swali, ukuje ujibu. Karibu. Nafikiri pengine kwa watu wenye wasikizaji wameelewa mwalimu kwanza amekwepa swali langu, kwa maana mimi niliuliza swali fupi tu, Mariamu wapi? Kamwambia Yesu jamani, kwa maana ni haki ya mama kumweleza mwanae babake ni nani. Sasa akatoa andiko ya kwamba Yesu mwenyewe anajua babake ni nani. Kwa hivyo hakuna haja Mariamu kumweleza Yesu, na Yesu alipojawahi kumuuliza Mariamu, je, babangu ni nani?